Asante sana. Kwanza, kitu cha kwanza ni wapongeze wale select team. Sasa tumeenda kukuta vijana ambao wenye talent kubwa, ambao kimsingi wanatakiwa muendelezo tu. Kwa wale vijana wanatakiwa muendelezo ili kupata kitu chenye msingi mzuri. Kwa hiyo tumekuta timu iko vizuri, wachezaji wenye vipaji. Kwa tuwapongeze waliofanya select katika awamu ya kwanza. Awali yote kwanza tushukuru taasisi ya Swaiba kwa mpango walioanza nao. Kama ukiwa ni mpango endelevu utakuwa unatija sana, kwa sababu bila kuwekeza kwa watoto hatuwezi kufanya kitu cha aina yoyote, kwamba itakuwa ni msingi mzuri mpaka kwenye taifa. Uwekezaji huko kwa vijana kama hawa ndio tiba ya taifa, ambapo kulalamikiwa tu hatuna wachezaji wa kulipwa, hatuna nini, lakini msingi wake ni kwa watoto. Sasa kitu hichi kina muendelezo utakuwa kina impact kubwa sana. Kwa hiyo nichukue fursa hii kuwapongeza waliokuwa wameanzisha mpango huu, na mpango kuombea Mwenyezi Mungu uwe mpango endelevu, kwa sababu ndio wenye mtija kwa taifa na kimkoa kiujumla, kwa sababu pale lazima hatuwezi kukosa watu 8-10 ambao watakuwa na msaada mkubwa kwenye taifa hili. Kitu cha kwanza toka jana na leo tumekuja na kaja Mwambusi kaimba kitu kile kile. Kitu cha kwanza ni nidhamu, misingi ya kinidhamu, kwa sababu jana tulikutana nao jana tayari wameshaanza kuonja ladha hiyo, kwamba sio ukijenga kwenye misingi ya kinidhamu kila kitu kitafanikiwa. Swala lote linatakiwa nidhamu, kuheshimu kazi ile, kuheshimu maagizo unayopewa na walimu, kuheshimu kila kitu. Kwa hiyo wakikuwa katika misingi ya nidhamu, hatimaye watakuwa na msaada kwenye taifa, kwenye familia zao na wenyewe binafsi.